Karibu kwenye mashua ya habari hapa Mashua TV Kenya. Leo tunachunguza safari muhimu ya Rais wa Jamhuri ya Kenya Dr. William Samoei Ruto. Safari inayompeleka katika mataifa ya Ghuba kuanzia Saudi Arabia hadi Qatar. Ni safari ya kimkakati yenye lengo la kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia, biashara na ajira kati ya Kenya na ulimwengu wa Kiarabu. Safari ambayo wengi wanaona kama hatua ya kihistoria kwa taifa letu. Rais Ruto alianza ziara yake katika mji wa Jeddah, Saudi Arabia, ambako alifungua rasmi ubalozi mdogo wa Kenya. Utahudumia maelfu ya Wakenya wanaoishi na kufanya kazi katika maeneo ya Jeddah, Makkah na Madina. Zaidi ya huduma za ubalozi, ofisi hii inalenga kuimarisha biashara na uwekezaji kati ya Kenya na Saudi Arabia. Hatua hii inaendana na dira za maendeleo za nchi zote mbili, Kenya Vision 2030 na Saudi Vision 2030, zinazosisitiza ushirikiano, ubunifu na maendeleo ya pamoja. Lakini safari hii si ya heshima tu, ni safari ya maslahi ya taifa. Ruto amekwenda Gulf kutafuta mikataba mipya ya uwekezaji na ajira, hasa katika sekta za ujenzi, kilimo na nishati safi. Kenya inataka kujitangaza kama kitovu cha nguvu kazi yenye ujuzi, huku ikivutia wawekezaji wa Kiarabu kuja kushiriki katika miradi mikubwa nchini, kuanzia umeme wa upepo hadi viwanda vya kisasa. Serikali imedokeza kuwa mazungumzo yanaendelea kuhakikisha Wakenya wanaofanya kazi nje ya nchi wanapata mikataba bora zaidi, mishahara halali na ulinzi wa haki zao za msingi. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa ubalozi huo mpya, Rais Ruto alisema kwa maneno yenye uzito na nanukuu, uhusiano wetu na Saudi Arabia haupaswi kuwa ni wa maneno tu, bali wa matokeo halisi yanayowanufaisha wananchi wetu wote, mwisho wa nukuu. Alisisitiza kuwa Kenya iko tayari kuwa mshirika wa kweli wa maendeleo katika ukanda wa Ghuba, hususan katika vita dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi, usalama wa chakula na ubunifu wa kiteknolojia. Baada ya mikutano yake Saudi Arabia, Rais Ruto anatarajiwa kuelekea Doha, Qatar, kuhudhuria mkutano wa pili wa dunia kuhusu maendeleo ya kijamii. Huko atashiriki katika majadiliano kuhusu uwekezaji, ufadhili wa miradi ya maendeleo na programu za vijana. Safari hiyo pia itajumuisha mazungumzo ya ana kwa ana na viongozi wa Qatar kuhusu biashara, elimu na uhamisho wa teknolojia. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanasema safari hii inaweza kuwa mabadiliko makubwa katika sera za nje za Kenya. Wakati masoko ya magharibi yanapambana na changamoto za kiuchumi, Ruto anaelekeza macho yake mashariki mwa dunia, ambako kuna mitaji, ajira na washirika wapya wa maendeleo. Kwa kufungua ubalozi Jeddah, serikali pia inalenga kupunguza visa vya unyanyasaji vinavyokumba Wakenya wanaofanya kazi nje, kwa kuhakikisha msaada unapatikana haraka. Safari ya Rais William Ruto katika mataifa Ghuba au Gulf si ya picha na mikutano pekee. Ni jaribio la kuandika sura mpya katika hadithi ya Kenya kimataifa. Ni diplomasia ya matokeo, si maneno. Na kama mikataba hii itatekelezwa kwa ufanisi, inaweza kufungua ajira, mitaji na nafasi mpya kwa vijana wa Kenya. Kwa sasa dunia inatazama, na sisi hapa Mashua TV Kenya tutakuwa mstari wa mbele ili kukufahamisha yote yanayoendelea popote pale. Mimi ni Isa Mashua na hii ni Mashua ya habari.